tunapokula. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo tunazungumza neno ambalo linaitwa Pasaka. Maana ya Pasaka. Pasaka ambapo ni neno ambalo linakuja katika neno ya lugha ya Kiebrania. Na neno Pasaka katika lugha yetu ya Kiswahili ni kupita juu ya. Pasaka ni kupita juu ya. Ndio maana ya neno Pasaka. Hii Pasaka ni matendo ambayo Mungu alimwambia Musa ya kwamba huu ni wakati ya nyinyi sasa kuvuka katika mji wa kwenda katika mji wa ahadi. Na kipindi hiki ndio kipindi ambapo mfalme wa Misri ambaye anaitwa Farao, ambaye ni wakati sana takiasa awachilie, ndo akapigwa pigo kubwa ya watoto wote wa kwanza. Hilo pigo ambalo lilipigwa ndio lilisababisha watoto wa Israeli waachiliwe waende katika mji wao wa ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo hicho ni kipindi cha Agano la Kale. Walipochinja hizo kondoo wakapaka juu ya nyumba na katika mlangoni, na pale pote ambapo palikuwa napakwa hiyo alama ya damu ya mwana kondoo katika mlangoni na juu ya nyumba, kipindi alipokuwa yule malaika anaohusika na dhifu ya kuteketeza watoto wa Misri ilikuwa napita juu, haikuwazuru watoto wote wa Israeli, kwa sababu walipewa sinyale na Yesu, walipewa sinyale na Mwokozi, walipewa sinyale na Mwenyezi Mungu ya kwamba mpaki damu hii ambapo itaonyesha kama nyinyi watoto wangu, kwa sababu kipindi hiki usije mkapata matatizo. Na hizo alama aliweka, kila mmoja aliweka katika mlangoni na juu ya nyumba. Na watoto wote wa kwanza wa Misri walifariki mno, na hapo Farao alichukua jukumu ya kuachia watoto wa Mungu waelekee katika mji wao wa ahadi. Hiyo ni kipindi cha Agano la Kale. Na Agano Jipya ambalo sisi ambalo alifia sisi ni Yesu Kristo. Na ilimaanisha nini awe Yesu Kristo? Kwa sababu hiyo Pasaka ilipita katika usiku wa manane. Huu usiku ni usiku ambapo ulipita hiyo miujiza katika usiku, ikapita hiyo hewa ya kuua watoto wote wa kwanza wa Misri. Na hapo na Yesu vile na yeye kupitia damu yake ilikuja kukomboa sisi ndani ya kipindi chetu cha Agano Jipya. Tusome kitabu cha Wakorintho wa kwanza 5 ambapo inatuelezea mengi sana kufuatana na hii Pasaka ambayo tuko nayo, ambayo damu ya Yesu Kristo iliyotukomboa sisi. Wakorintho wa kwanza 5 na mstari wa 7 inasema hivi: mujisafishe na kutoa chachu ya zamani, mupate kuwa fungo jipya kama mlivyo pasipo chachu, kwa sababu Kristo Pasaka yetu imekwisha kutolewa kwa ajili yetu sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Yesu alifariki katika muda wa usiku jioni. Hapo kipindi alifia pale sisi ndo tulikombolewa dhambi zetu. Dhambi zetu zinyakuliwa pale. Mateso yetu yalinyakuliwa pale kupitiwa damu yake yeye. Alikubali kufia sisi, damu na maji vilikamwagika
kwa kutukomboa sisi, hiyo sisi tuwe Pasaka katika maishani mwetu. Ndio maana Pasaka yetu kwa kipindi chetu cha Yesu Kristo aliyefia msalabani ili sisi tukombolewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwana kondoo aliyechinjwa kwa ajili yetu sisi ni Yesu Kristo aliye hai. Na leo hii tunatumikia Pasaka yetu kupitia katika njia ya matendo. Leo hii tutatumikia damu ya Yesu Kristo katika njia ya matendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana neno Pasaka ambalo tunazungumuza ni kupita juu ya. Ndio maana ya neno Pasaka. Na Pasaka ambayo tuko nayo ya Yesu Kristo ambaye tukomboa sisi halituweka katika matendo makubwa ya kujitoa ili sisi tuwe viumbe vipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo Pasaka yetu ni lazima tusherekee Pasaka yetu kwa sababu alikubali kuteseka. Yesu alikubali kusulubika, alikubali kuwekwa taji ya miiba, akatambuka matendo makubwa, akahubiri ndani ya roho yake ili sisi tupate wokovu, ili sisi tupate neema ambayo tuko nayo. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumsifu Mwenyezi Mungu, tuna kila sababu ya kusherehekea Pasaka yetu kwa sababu alikuja kukomboa sisi ndani ya damu yake, damu ya mwana kondoo ambayo iliteseka kwa ajili ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo hicho ni kipindi cha kwanza ambapo nilikuwa nataka tuwajulishe kwamba maana ya Pasaka ni nini. Ni kupita juu ya. Ndio maana ya Pasaka. Na Pasaka ndani ya kipindi chetu ambacho tuko nacho ni mwana kondoo wa Yesu Kristo aliyekufia sisi ili sisi tuwe viumbe vipya. Akachukua madhambi zetu, matatizo yetu, majukumu yetu, akayabeba ili sisi tuwe viumbe vipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Hilo ndio maana ya Pasaka. Sasa leo tutatumia katika matendo ambayo tutakuwa nayo. Leo tutakuwa na meza ya Bwana. Meza ya Bwana ambayo tutazungumza ndani ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Leo ni lazima tutakula meza ya Bwana. Meza ya Bwana ambaye yeye alikuja kukomboa sisi. Akasema tufanye jambo hili kwa kumbukumbu ya maisha yetu, ndani ya kizazi chetu, ndani ya ukoo wetu, ndani ya maisha yetu, tufanye mambo haya ili kwa kuleta kumbukumbu letu sote. Tusimame sote. Tusimame. 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 Tumwambie Mungu asante kwa neema kubwa ambapo ametupa kibali ndani ya siku ya leo. Tunaingia katika kipindi cha meza ya Bwana. Twende zote ndani ya maombi ya kumwambia Yesu asante, asante. Ndani ya maombi, twende ndani ya maombi. Baba, tunasema asante kwa neema kubwa ambayo umetupa kibali ndani ya siku ya leo. Tunaingia katika kipindi chako cha kutumia meza yako. Nalika uwepo wako utuongoze, ututawale mkombozi wa maisha, utuongoze mkombozi uliye hai, utupatanishe na mbingu, utuongoze mwokozi wa maisha. Hatutaweza chochote bila mkono wako kutuongoza, hatutaweza lolote bila damu yako kutufunika. Damu yako itufunike katika mkutano wetu. Damu yako ituwezeshe ndani ya siku ya leo. Damu yako itupatanishe na mbingu. Damu yako itutendee mambo makubwa katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi. Asante Bwana. Amen. Tukae chini. Bila kupanda wakati tutasoma kitabu chetu cha
Mathayo, kitabu cha Mathayo. Mathayo Hallelujah. 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 Basi tunasoma kitabu chetu cha Mathayo 26 na 26, nasemaje? Mathayo 26 na 26. Mathayo 26 na mstari wa 26 tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Na wakati alipokuwa wakila, Yesu akatoa mkate, akawabariki, akavunja, akawapa wanafunzi wake, akisema, twaeni, kuleni, huu ni mwili wangu. Tuombe. Baba wa milele hai, huu ni mkate wako ambao ulisema kwamba tutumikishe hiki kwa kuleta kumbukumbu katika maisha yetu. Kupitia mkate huu utende mambo makubwa katika maisha yetu ya kiroho na kimwili. Yatende mambo makubwa. Hii ni kumbukumbu lako ambao umetuweka muhuri popote pale ambapo tutakusanyika. Tutumie hiki chakula hiki kitujenge maisha yetu, kilete uponyaji katika mwili mwetu, kilete nguvu katika mwili mwetu, katika jina la Yesu Kristo. Basi tunaendelea katika mstari wake wa 27. Akatwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, kunyweni nyinyi wote. 28. Kwa maana hii ni damu ya agano iliyomwagika kwa ajili ya wengi kwa ondoleo ya dhambi zetu. Baba, divai hii tunaweka mikononi mwako, tunaigeuza iwe ni damu yako. Itende mambo makubwa katika maisha yetu ya kiroho kama vile ya kimwili. Itupatanishe, ituongoze, itutendee, itupe kibali, itufanye kiumbe kipya katika siku ya leo. Asante Yesu. Amen. What the heck? You Jamie. She. Baba mkombozi uliye hai, Jehova jile muumba mbingu na nchi, nalika presence yako ndani ya meza hii. Itende mambo makubwa kwa kondoo zako au ambao wakopa. Ifanye matendo makubwa, ilete matendo mazito, ilete mafanikio mema. Ifungue watoto ndani akili ya shule, ifungue watoto katika maisha yao ya kesho, ifungue ndoto za maisha za watu, ilete uponyaji katika afya za watu, ilete mambo makubwa katika maisha ya watu. Yesu Kristo ndiye hai, kupitia damu yako hii, kupitia na mwili wako ndani ya siku ya leo, itende agano jipya ndani ya maisha yetu. Itende mambo makubwa. Tumejitambua, tumejielewa, ulifia msalabani kwa ajili yetu. Kupitia mambo kama haya, kupitia agano kama hii, itende mambo makubwa katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, Bwana na Mwokozi. Tunaomba hivyo. Amen. Amen. Mama siendeleza kipindi cha maombi na ninagawa mkate ndani ya kondoo za Yesu Kristo.